Kupitia hafla hii ya uwekaji jiwe la msingi la majengo haya muhimu, natoa wito mahususi kwa mshauri elekezi na mkandarasi wa mradi huu kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mradi huu na kuhakikisha unafikia malengo yaliyokusudiwa. Matarajio yetu ni kuona mradi huu unatekelezwa kwa kuzingatia viwango vya hali ya juu, weledi, thamani ya fedha na kukamilika kwa wakati, kwani ucheleweshaji wa namna yoyote haukubaliki. Aidha, natoa maelekezo mahususi kutoka kwa uongozi wa SUZA kusimamia rasilimali hizi kwa uadilifu na uwazi ili kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inatuwezesha kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa, ikiwemo kuchochea tafiti na bunifu zinazolenga kutatua changamoto halisi za jamii, hususan katika sekta za kilimo, teknolojia, utalii na mazingira. Kwa kuimarisha usimamizi na ushirikiano wa wadau, tunaweza kuufanya mradi kupata matokeo tarajiwa. Kwa kuwa tukio hili la uwekaji wa jiwe la msingi linafanyika tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya Muungano, litukumbushe umuhimu wa mshikamano kitaifa na kujenga mustakabali wa elimu, kilimo na teknolojia katika taifa. Huu ni mradi muhimu sana unaolenga kuweka misingi imara ya maendeleo ya teknolojia, ujuzi na uchumi katika jamii. Inatarajiwa kuwa mradi huu utaleta manufaa makubwa kwa nchi, ikiwa ni pamoja na kutengeneza fursa za ajira, kuongeza uelewa katika sayansi na teknolojia na kushajihisha uchumi wa bluu na kuongeza tija katika kilimo. Hivyo kupitia mradi huu tunachangia moja kwa moja katika kuimarisha sekta ya kilimo, kuchochea maendeleo ya jamii na kukuza uzalishaji. Rasilimali watu ni nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Elimu bora ndiyo inayowezesha uendelezaji wa rasilimali watu ili kuchangia kikamilifu katika kujenga taifa na kuleta maendeleo kwa ujumla. Hivyo, ili kujenga jamii iliyoelimika na yenye maarifa muhimu, sekta ya elimu ni kipaumbele cha serikali zetu zote mbili. Leo tunapoweka jiwe hili la msingi, tunaangazia pia mafanikio ya Muungano wa Tanzania katika miaka 62 iliyopita. Kupitia muungano huu, tumeweza kushirikiana zaidi, kuimarisha amani na kustawisha maendeleo ya kiuchumi katika jamii pande zote mbili za muungano. Mradi huu wa HIT ni mfano hai wa faida za muungano wetu, kwani ni mradi unaogusa maisha ya wananchi wote bara na visiwani. Jengo la maabara ya sayansi litakuwa kitovu muhimu katika kuimarisha ufundishaji wa sayansi, tafiti za kisasa na bunifu na teknolojia ndani ya chuo na nchi kwa ujumla. Kupitia maabara hizi za kisasa, wanafunzi na watafiti watapata mazingira bora ya kufanya majaribio, tafiti shirikishi na bunifu zinazolenga kutatua changamoto mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kimazingira. Uwekezaji huu utaongeza ubora wa elimu ya sayansi na kuzalisha wataalamu wenye ujuzi wa vitendo na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la kitaifa na kimataifa. Aidha, uwekezaji huu utaimarisha uwezo wa SUZA katika kutoa huduma za ushauri elekezi, mafunzo maalum na tafiti zinazolenga kutatua changamoto za jamii na kuchochea maendeleo ya uchumi kwa taifa.